Taarifa mbaya ya kusikitisha kumuhusu John Heche imeshtua Tanzania mzima na dunia kwa ujumla. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Wimbi la maandamano linalotikisa Tanzania limeingia siku yake ya tatu, likiendelea kuenea katika miji mikuu kama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, huku hali ikizidi kuwa tete. Maandamano haya yamechukua mkondo mpya wa kisiasa, ikionekana kama mwendelezo wa mapambano yaliyowahi kuongozwa na mwanasiasa machachari wa upinzani John Heche, ambaye kwa sasa anashikiliwa na polisi akiwa katika hali mbaya ya kiafya. Kwa miaka kadhaa, Heche amekuwa moja ya sura zinazojulikana katika harakati za kupinga kile alichokiita ukandamizaji wa kisiasa ndani ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Historia yake imejaa misururu ya misimamo mikali dhidi ya maamuzi ya serikali, hasa kuhusu haki za kisiasa, utawala bora na ukosefu wa uwazi katika taasisi za dola. Kwa mujibu wa taarifa rasmi zilizotolewa na chama chake Chadema, Heche yuko chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi katika kituo cha Mtumba jijini Dodoma. Kwa siku tatu mfululizo hajala chakula kutokana na maumivu makali ya mwili, shinikizo la moyo na homa kali. Taarifa hii imeeleza kwamba hali yake imezidi kuwa mbaya kiasi cha kushindwa hata kuinuka. Chama hicho kimeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kiafya ya Heche, kikimtaja kama nguzo muhimu katika mapambano ya kidemokrasia nchini. Na kwa mujibu wa Chadema, kiongozi huyo amekuwa kizuiliwa bila kuruhusiwa kupata matibabu licha ya kuonyesha dalili wazi za kuugua. Hali hiyo imechochea hisia kali miongoni mwa wafuasi wake, hasa kizazi kipya cha vijana wanaosemekana kuchukua mikoba yake mitaani kwa kile wanachokiita mapambano ya haki na demokrasia. Kukamatwa kwa Heche hakukuja kwa ghafla. Mwanasiasa huyo ambaye alihudumu kama mbunge wa Tarime vijijini kwa tikiti ya Chadema amekuwa akipata misukosuko ya mara kwa mara tangu alipokosoa hadharani utawala wa Rais Samia. Alikamatwa mara ya kwanza mwaka 2023 kwa madai ya uchochezi baada ya kuongoza maandamano yaliyokuwa yakipinga kuondolewa kwa baadhi ya wagombea wa upinzani katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Baada ya kuachiwa kwa dhamana, Heche alirejea tena katika wanaharakati, akihimiza mageuzi ya kisiasa, uwajibikaji wa viongozi wa serikali na kuondolewa kwa kile anachokitaja kama udhibiti wa kisiasa unaoendelea chini ya kivuli cha amani. Mwezi Julai mwaka 2025, Heche alikamatwa tena katika mkutano wa kisiasa jijini Mwanza baada ya kuongoza mjadala uliokuwa ukikosoa matumizi ya nguvu na tume ya uchaguzi. Tangu wakati huo amekuwa akishikiliwa mara kwa mara, na mara ya mwisho kabla ya uchaguzi wa Oktoba 28 aliripotiwa kuwekwa chini ya ulinzi wa tuhuma za kueneza taarifa zisizo sahihi kuhusu mchakato wa kura. Wafuasi wake wamekuwa kimuona kama shujaa wa kizazi cha kisiasa kinachopinga ukandamizaji, na sasa wanadai Gen Z wanachukua kile ambacho Heche alikuwa amepinga ama amepigania, hasa haki, uwazi na utawala wa kisheria. Tukio la kukamatwa kwa Heche na kuzorota kwa afya yake limekuwa kichocheo kikubwa cha hasira kwa vijana wa Kitanzania. Maandamano yaliyoanza siku ya Jumatano yamezidi kuongezeka, yakichochewa hadi na ukosefu wa mawasiliano kufuatia serikali kuzima intaneti wakati wa uchaguzi. Vijana wa Tanzania wanaojulikana kwa nguvu zao za mitandaoni wamejipanga mitaani wakiwa na mabango yanayodai haki za kisiasa, huku wakitaja jina la Heche kama ishara ya mapambano yao, na wanamuona kama mfano uthubutu, uthabiti na kujitolea kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Hali katika mitaa ya Dar es Salaam imekuwa ya taharuki. Polisi wameendelea kutumia risasi za moto na vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokusanyika katika maeneo kama Kimara, Magomeni na Kariakoo. Biashara zimefungwa, magari hayatembei na wingu la moshi limefunika anga ya jiji hilo lenye watu zaidi ya milioni 7. Katika jiji la Arusha, maandamano yamevamia barabara kuu kuelekea Moshi, huku waandamanaji wakikabiliana na vikosi vya polisi kwa mawe na magogo. Mwanza pia iliripotiwa kushuhudia maandamano makubwa, hasa katika maeneo ya Pasiansi na Nyegezi, ambako makundi ya vijana yameweka vizuizi vya barabara na kuwasha moto.
Serikali kwa upande wake imetangaza kuwa watumishi wa umma wataendelea kufanya kazi kutoka nyumbani hadi hali itakapotulia, huku ikihimiza wananchi kuepuka mikusanyiko. Hata hivyo, sauti ya upinzani zimeendelea kulalamikia kile wanachokitaja kama matumizi ya nguvu kupita kiasi. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yameanza kutoa matamko ya kulaani hali inayoendelea nchini Tanzania. Amnesty International na Human Rights Watch zimeomba serikali kuhakikisha Heche anapatiwa matibabu ya haraka na kuachiliwa huru endapo hakuna mashtaka ya moja kwa moja dhidi yake. Viongozi wa kisiasa kutoka nchi jirani wakiwemo wanasiasa vijana kutoka nchi ya Kenya, Uganda wameonyesha mshikamano na Gen Z wa Tanzania. Mitandao ya kijamii imefurika ujumbe wa kuunga mkono maandamano hayo, huku baadhi ya vijana wa Kenya wakiahidi pengine huenda wakaunga mkono mapambano ya ukombozi wa kisiasa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kauli hizo zimejiri wakati ambapo Tanzania imekuwa katika taharuki kwa siku 3 mfululizo, hali ambayo wachambuzi wanasema inasaidia ama inaweza kuathiri utulivu wa kisiasa na kiuchumi wa taifa hilo. Kwa miaka mingi, John Heche amejitokeza kama sauti isiyotetereka katika siasa za upinzani Tanzania. Alianza wakati harakati zake kama mwanafunzi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam mwanzoni mwa miaka 2000 kabla ya kujitosa rasmi kwenye siasa za kupitia Chadema. Mbinu zake za kisiasa zimekuwa za ukakamavu, akisisitiza mara kwa mara umuhimu wa uwajibikaji wa serikali na uhuru wa kisiasa. Wafuasi wake wanamchukulia kama mmoja wa wanasiasa wachache waliothubutu kukabiliana na mamlaka ya juu bila uoga. Na kabla kukamatwa kwake kwa mara ya sasa, Heche alitumia mitandao ya kijamii kuhamasisha vijana kuwa na ujasiri wa kusema ukweli, akiwataka kupinga ukimya wa uoga. Haya ndio maneno ambayo sasa yamegeuka kuwa nguvu ya maandamano yanayoendelea nchini Tanzania, yakiwa yamechochewa zaidi na kizazi kipya Gen Z ambacho kinataka kuona Tanzania mpya yenye uhuru wa kisiasa na uwazi. Kwa wengi, Heche ni mfano wa gharama ya kuamini katika mabadiliko, na kupitia mateso yake kizazi kipya kimepata msukumo wa kupigania haki zao kwa ujasiri zaidi, wakiona mateso yake kama mwanga ukombozi wa kisiasa. Taarifa kutoka Dodoma zinaeleza kuwa licha hali yake kuzidi kudorora, Heche bado hajapelekwa hospitalini, na Chadema imetoa wito wa haraka kwa jeshi la polisi kuhakikisha amepatiwa matibabu ya kibinadamu, likisisitiza kwamba afya ya mtu ni haki ya msingi ambayo lazima iheshimiwe. Maandamano yale ambayo ni ya siku ya 3 tangu uchaguzi uliozua mtafaruku yamekuwa makubwa zaidi. Wengi wameonyesha ishara ya hasira dhidi ya serikali, huku idadi ya waliokamatwa ikifika mamia. Vikosi vya usalama vimeripotiwa kufanya doria za mara kwa mara, na baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam yameweka chini ya uangalizi mkali wa jeshi. Hii imeibua hofu kwamba huenda taifa likaingia katika mgogoro wa muda mrefu wa kisiasa, hasa endapo mazungumzo ya kidiplomasia yatakuwa sehemu ya suluhisho. Wachambuzi wanasema kwamba tukio la Heche limekuwa chanzo cha kuchochea hisia za kizazi kipya, na sasa mapambano haya yana tena sura ya mtu mmoja, bali mabadiliko ya kizazi kizima. Huku moshi wa vitu wa machozi ukiendelea kufunika mitaa ya Dar es Salaam, jina la John Heche limegeuka alama ya upinzani na uthubutu. Kizazi kipya cha Tanzania Gen Z kimechukua mwenge wa mapambano, likiendeleza vita dhidi ya ukandamizaji wa kisasa ama wa kisiasa ambavyo Heche alianza miaka mingi iliyopita. Tanzania sasa iko katika hatua ya kihistoria ambapo sauti za vijana zinainuka dhidi ya mifumo ya nguvu. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa sababu kila siku tunakuletea simulizi kamili za Afrika Mashariki, bila upendeleo, bila hofu, na kwa ukweli mtupu. Endelea kusubscribe na vile like na kushare video hii ili tuweze kuwafikia wengi.